Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Makubaliano ya kusitisha vita Mashariki ya Kati hatarini kuvunjika. Wapiganaji wa Hezbollah wakabiliana na wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Na Urusi yatangaza itasitisha vita dhidi ya Ukraine kwa siku 2. Habari kamili. Tehran. Makubaliano ya kusitisha vita kati ya Iran na Marekani yanazidi kudhoofika wakati pande hizo mbili zikiwania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Hali hiyo imeshuhudiwa baada ya nchi hizo kuanzisha mashambulizi. Jeshi la Marekani limesema limeziharibu boti ndogo takriban 6 za Iran pamoja na kuyadungua makombora na droni katika mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo yamefanyika muda mfupi baada ya rais wa Marekani kupeleka meli za kijeshi zilizokusudiwa kuzisindikiza meli za mafuta zilizokwama kwenye mlango bahari huo katika operesheni maalumu aliyoita ya ukombozi. Kwa upande wake, Iran ilifanya mashambulizi ya droni na makombora dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, likiwemo shambulio dhidi ya bandari muhimu ya mafuta mjini Fujairah. Televisheni ya taifa ya Iran imesema maafisa wa jeshi wamethibitisha kufanya mashambulizi hayo walioyataja kuwa ya kisasi kwa Marekani. Beirut. Kundi la Hezbollah limesema wapiganaji wake walikabiliana na wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon katika eneo la karibu na mpaka licha ya makubaliano tete ya kusitisha vita ya tangu Aprili 17. Kulingana na Hezbollah, mapigano hayo yaliibuka jana Jumatatu mara baada ya wanajeshi wa Israel kujaribu kusonga mbele karibu na mji wa Deir Serian, eneo lililotangazwa na Israel kama eneo salama. Jeshi la Israel limethibitisha kutokea kwa mapambano hayo na kuwa wanajeshi wake 2 walipata majeraha madogo. Wakati huo huo, shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti kuwa Israel imefanya mashambulizi ya anga yaliyolenga zaidi ya maeneo 20 kusini mwa nchi hiyo. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine kwa muda wa siku 2 kuanzia Mei 8 hadi Mei 9. Hatua hiyo itatoa nafasi kwa Urusi kufanya maadhimisho ya kukumbuka miaka 81 ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani katika vita vya pili vya dunia. Urusi imeonya kuwa kama Ukraine itakiuka usitishaji huo wa mapigano itakabiliwa na mashambulizi makubwa ya makombora. Kwa upande wake, Ukraine imejibu kwa kutangaza siku yake ya kusitisha vita kuanzia Mei 6. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelikosoa vikali tangazo la Urusi akisema kuwa kusitisha vita kwa siku moja, ili hali kabla ya hapo wanaendelea kuwaua watu wetu. Hii si haki kabisa. Leo Merefa, jana Dnipro, watu wazima na watoto wamekufa na kujeruhiwa. Acheni mashambulizi kwanza. Pendekezo la usitishaji vita kwa siku moja si la kuchukuliwa kwa uzito. Haya yanajiri wakati mashambulizi ya Urusi yakiripotiwa kuwaua watu 5 katika mikoa ya Poltava na Kharkiv nchini Ukraine. Yerevan. Armenia imeandaa mkutano wa kilele kati yake na Umoja wa Ulaya leo Jumanne mjini Yerevan. Mkutano huo wa kihistoria unaashiria hatua mpya ya kidiplomasia kwa taifa hilo ambalo limetangaza nia yake ya kutaka kujiunga na umoja huo, huku likionekana kulegeza mahusiano yake na mshirika wake wa muda mrefu Urusi. Mkutano huo unafuatia mingine iliyotangulia ya viongozi wa Ulaya iliyoangazia usalama wa bara hilo na mivutano ya kikanda inayoendelea. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema kuwa wako tayari kuisaidia Armenia katika miundombinu, nishati, uchumi wa kidijitali na kusisitiza kuimarisha demokrasia. Armenia imekuwa kwenye mivutano na Urusi tangu mwaka 2023 wakati Azerbaijan ilipotangaza kurejesha udhibiti katika eneo la Nagorno-Karabakh. Japo bado Armenia ni mwanachama wa muungano wa kiuchumi unaoongozwa na Urusi, mkutano huu unatafsiriwa kama ujumbe wa wazi wa kutaka mabadiliko ya kidiplomasia. Hatimaye Khartoum.
Jeshi la Sudan limezishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa zimehusika na shambulio la droni lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana Jumatatu. Msemaji wa jeshi hilo Brigadia Jenerali Asim Awad Abdel Wahab ameeleza kuwa serikali ya Sudan ina ushahidi kwamba shambulio hilo na mashambulizi mengine katika majimbo kadhaa yalifanywa kutokea uwanja wa ndege wa Bahir Dar nchini Ethiopia na kuhusishwa pia na Falme za Kiarabu. Hakuna taarifa kuhusu kuwepo kwa majeruhi kutokana na shambulio hilo, na shirika la habari la Reuters limesema nchi hizo zinazotupiwa lawama hazikuzungumzia mara moja shutuma hizo na kuwa haliwezi kuyathibitisha madai hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Angela Mdungu. Shukran sana. Mchana huu tutaanzia huko Dodoma, Tanzania, ambako Rais William Ruto wa Kenya aliyeziarani kwenye taifa hilo jirani analihutubia bunge baada ya hapo jana kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Kisha tutauangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Marekani na Iran zimeendelea kutunishiana misuli kwenye mlango bahari wa Hormuz, huku kila upande ukitaka kuudhibiti kikamilifu ujia huo muhimu wa maji kwa usafirishaji nishati duniani. Na nchini Kongo, msuguano wa kisiasa unazidi makali kati ya chama tawala na kile cha rais wa zamani Joseph Kabila baada ya ofisi za chama cha Kabila kuchoma moto mjini Kinshasa. Kama nilivyokuarifu mchana huu, tunaanzia huko Tanzania. Rais William Ruto wa Kenya aliyeziarani nchini Tanzania analihutubia bunge la nchi hiyo mchana huu mjini Dodoma, katika hotuba inayotajwa na nchi zote mbili kuwa ya kihistoria. Ruto aliwasili Tanzania jana Jumatatu kwa ziara rasmi iliyojumuisha mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na dhifa ya chakula cha jioni kwenye ikulu ya Dar es Salaam. Alisafiri kwenda Dodoma leo asubuhi kulihutubia bunge. Mwandishi wetu aliyeko kwenye mji huo mkuu wa Tanzania, Deokaji Makomba, anajiunga nasi hivi sasa kwa njia ya simu. Deo, ninatumai unanisikia. Nataka nianze na swali la kwa nini hotuba hii ya Rais William Ruto wa Kenya kwenye bunge la Tanzania inatajwa kuwa ya kihistoria, Deo? Bila shaka unanipata vizuri Kirumba, na moja kwa moja bila kupoteza wakati, ni hotuba ambayo inatajwa kuwa ya kihistoria. Ni kwa sababu Rais William Samoei Ruto, hii ni rais wa pili inaelezwa kwamba kuhutubia katika bunge la Tanzania, na yeye mwenyewe kaizungumza, kairudia katika hotuba yake kwamba ni historia yeye kuhutubia mara ya pili, na ikielezwa mara ya kwanza ilikuwa ni mnamo mwaka 2002 wakati akihutubia Rais Daniel Arap Moi. Kwa hivyo ni hotuba ya kihistoria ambayo inachukuliwa na kuzungumziwa hivyo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baina ya mataifa haya mawili, Kenya na Tanzania. Rashid Kirumba. Kwa kawaida hotuba ya kiongozi anayeitembelea nchi nyingine mbele ya bunge inakuwa inatoa hasa uzito gani na heshima gani kwa kiongozi huyo aliyeziarani? Kimsingi kabisa, kabla ya kuhutubia Rais Ruto, kwanza zilivunjwa kanuni kadha pale bungeni ili kumpa ruksa yeye ya kuweza kuingia kuhutubia katika bunge. Kwa hiyo ni heshima kubwa na kuifanya hotuba hii ya Rais Ruto ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuonekana ya kihistoria, huku akizungumza mambo kadha wa kadha, na kubwa zaidi ni mahusiano baina ya nchi hizi mbili tangu miaka na miaka iliyopita. Waasisi wa nchi hizi mbili, Jomo Kenyatta na Julius Kambarage Nyerere, maono yao walikuwa wakifikiria mambo ya mshikamano na umoja kwa ujumla. Rashidi, amesema nini hadi sasa kwenye hotuba yake? Kipi kikubwa? Najua bado anaendelea na kutoa hotuba. Kabisa Rashidi, amehitimisha hivi punde hotuba yake, lakini kikubwa alichokizungumza Ruto amesema kuwa Kenya na Tanzania wana maadui wengi, na maadui wa Kenya si wa Tanzania, wala maadui wa Kenya wa Tanzania sio wa Kenya. Na tunaweza tukamsikiliza kidogo vile namna ambavyo amezungumzia undugu wa Kenya na wa Tanzania, na kwamba sio maadui. Ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya, tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya, maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi,
na umaskini. Wacha nirudie, ndugu wa Tanzania, Wakenya wenzangu, maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo. Ni Rais William Ruto wa Kenya huyo katika sehemu ya hotuba yake mbele ya bunge la Tanzania. Deukaji, kwa kifupi sana, tunafahamu Tanzania na Kenya zina mahusiano makubwa sana ya kibiashara na uwekezaji. Amelitaja hilo na vipi kuhusiana na mahusiano ya kidiplomasia kwa kifupi? Ni kweli amezungumzia mahusiano yaliyopo ya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania, na hata akaenda mbali zaidi akazungumzia kwamba Kenya imewekeza pakubwa ndani ya Tanzania. Kadhalika pia Watanzania nao pia wamewekeza Kenya. Kwa hiyo akasisitiza kwamba ni muhimu kuwe na umoja na mshikamano ili kuweza kufika mbele zaidi, tusitegemee watu kutoka mataifa ya magharibi, na akagusia hata huu mzozo unaoendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati, na akasema kwamba Kenya iko tayari kutia mkono kuwekeza katika mradi wa kutengeneza refinery, yani kituo cha kusafisha mafuta. Naam, badala ya yale mafuta yanayotoka Oima na kupita katika hili bomba ambalo limepita Tanzania kwenda paka kule Changolieni Tanga yaende Magharibi. Amesema ni vyema basi tuwe na kiwanda na kituo hicho cha kusafisha mafuta. Asante sana, muda umetutupa mkono. Ni Deukaji Makomba, mwandishi wetu huyu akiwa Dodoma, Tanzania, mji mkuu wa taifa hilo ambako Rais William Ruto wa Kenya